Ninaona ni gharama zote anazitumia huyo mwanamke, kwa sababu nimeshaambiwa kama gharama zote mpaka ndoa, mahali nini ametoa mwenyewe mwanamke. Na maana kumbe kajitolea yeye. Kajitolea mwenyewe hela mahali. Na toka mioa huyo mwanamume ninamwona na mabadiliko, kwa sababu akija nyumbani alikuwa hajui kuvaa modo, lakini sasa hivi anavaa modo. Makanzu anamnunulia, yana anapendeza. Kwa hiyo kwa kifupi gharama zote huwa anazifanya mwenyewe mwanamke, na ndio maana anakuwa na hasira ya kunitibua mimi, kupenda kunipigia simu na kunitukana. Nataka baki peke yake. Yani ndio ninavyoona hivyo. Uhali gani mtazamaji wa Mtwara Online TV, nikukaribishe sana kwenye Na Nje Manga Na Nje Pwani. Langu jina ni Amina Ali. Na leo Na Nje Manga imebisha hodi hapa mitaa ya Mitengo. Naitwa Habiba Hamisi. Nakaa Mitengo. Historia yangu ya maisha yangu, nilikuwa na mume wangu. Alikuwa hajaoa mke wa pili. Lakini akawa ameoa mke wa pili na bila kunipa taarifa yoyote akawa ameoa. Nilipokuja kugundua kama ameoa mke wa pili, nimesikia tu kupitia kwa rafiki zake. Lakini baada ya kufanya uchunguzi, mke aliyemuoa ambaye alikuwa anasema ni dada yake, alikuwa ananitembelea hapa nyumbani mara nyingi tu, tunapeana vitu, lakini huyo ndo mke ambaye amemuoa. Kwa hiyo kwa sasa anaye wewe mwanamke. Kwa hiyo kilichokukwaza sasa au kilichokuumiza zaidi ni swala la mwenzi wako au mumeo kuongeza mke wa pili, au ni kutokana na yale mazingira ambayo yaliyatumia katika kukuongopea mpaka kuongeza mke mwingine? Kuoa mwanamke wa pili ni wajibu tu kwa sheria ya Kiislamu. Lakini sasa alichokosa mwanamke aliyemuoa sio mwanamke sahihi, kwa sababu yule ilishakuwa ameshaingia katika maisha yetu, ni kama ndugu. Na ananifahamu na nilikuwa tunapeana mpaka vitu, wanafika nyumbani tunapeana vitu. Kwa hiyo hili swala mimi limeniumiza sana. Sio kwamba umechukia kwa vile ameongeza mke, ila ni yale mazingira ambayo mlikuwa mko nayo. Ndio, yani nimechukia kuonekana hanemuoa ambaye mtu nilikuwa naye karibu. Sijachukia kumuoa. Yani nimechukia kumuoa mtu ambaye tunajuana. Na mazingira kwa sasa wewe mwenyewe ukiangalia unayaonaje? Tofauti na vile mwanzo kipindi uko mwenyewe na saizi alipoongeza mke mwingine. Mazingira kwa kweli yamebana, kwa sababu sasa hivi akipata hela inakuwa anaigawanya huku na huku. Huwa haitoshi kutegemea na kazi zake zilivyo. Jamani, mambo ya Nje Manga Na Nje Pwani. Ndio maana muda mwingine kina mama waga wanachukia sana swala la ukiwenza. Sio kwamba wanalichukia kwa kuwa tukaongezeka mwanamke mwingine, hapana. Ila kuna vitu waga haviendi sawa kutokana na yeye mwanamke ndo anajua kipato halisi cha mumeo. Sasa Mama Salma, ikitokea leo hii labda mumeo kakufuata akakwambia labda, mke wangu, kwa hiki nilichokifanya mimi naomba unisamee na natamani kuona mambo yetu au maisha yetu yakirudi sawa kama mwanzoni. Kumsamea ndo nimeshamsamea, lakini kusamea kupo mara mbili, kwa sababu unaweza ukamsamea lakini bado ile kumbukumbu inakuwepo kwa jambo alilofanya na kujifurahisha nalo. Kwa sababu kuoa sio sababu, lakini sababu kumuoa mtu ambaye sio sahihi. Mtu ambaye alishakuwa ndugu afu baadaye anakuwa mke mwenzio, ndo ambalo linaniumiza sana. Na ikitokea sasa labda leo hii nikasema nataka niwakutanishe wote wawili kwa pamoja, na maanisha wewe bi mkubwa pamoja na mke mwenzako, ili kuwekana sawa na kuondoa wewe kinyongo chako ulichonacho kutokana na kile yeye alichokufanyia. Hilo sidhani kama litawezekana kwa upande wake. Kwa sababu hata kuja kwenye familia huwa anajishukushuku kutegemea na alichokifanya, anaona aibu. Lakini wewe hauna tatizo kabisa? Mimi sina tatizo kabisa. Nimeshamwachia Mwenyezi Mungu, naangalia maisha yangu. Kulea watoto nabaki kulea watoto, maisha yanaenda. Sasa ukipata nafasi ya kuzungumza na kina kaka wana Nje Manga pamoja na mama zetu, sana sana ni akina kaka, kipi ambacho unaweza ukawashauri wale ambao wanafikiria labda mimi nataka kuongeza mke mwingine, au mawazo yao pia ni hayo, wako kwenye hizo hatua, kipi unachoweza kuwashauri? Ninachowashauri, yani isionekane kwa mtu unakuwa naye karibu afu baadaye unaenda kumchukua yule yule. Kuoa wanawake wawili kisheria ya dini ni sawa tu, wanaoa mpaka 4, lakini uwezo kumuoa mtu ambaye yupo karibu na mkeo, anacheka naye, anafurahi naye, anapeana vitu, inakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu unaweza akamfanyia kitu kibaya bila mwenye kujijua. Tayari mnakuwa anakujua wewe kiundani. Mnaaminiana kwa kila jambo. Jamani, mambo ya Nje Manga Na Nje Pwani. Mnaambiwa muoe, watu hawakatazi nyewe wala hawawazuii nyie kina kaka zetu kuoa. Ila sasa ni aina ipi ya mtu ambaye unamuoa? Wengi wao wanakuwa wako karibu nao, kwa hiyo hicho ndo kinachoumiza zaidi. Kitu gani hasa ambacho unakitamani wewe kwa hivi sasa? Natamani tu vitu vingi, ila uwezo wenyewe haupo.
kama hivi nagonga zangu makokoto hapa, nijitafutie maisha yangu. Yani ikiwezekana hata kama kibanda nipate, kwa sababu huyu mwanamume niliyekuwa naye ndio hivyo tena. Tumezaliana mtoto mmoja tena ni juzi tu. Kwa hiyo mimi nina watoto nilikotoka na ndio hivyo wana matatizo wengine, naishi nao, lakini huyu mwanamume hajanitengezea mazingira yoyote. Matokeo yake anaenda kuoa mke wa pili na maana bado anaongeza familia. Kwa hiyo mimi ninayumba. Na kingine kinachokuwa kinanishangaza cha kuonekana yule mwanamume akienda huko mjini zamu ya kule, basi hata nauli ya kurudia nyumbani huko ikishafika zamu ya huko hakuna. Sasa unaoaje mke wa pili wakati maisha hakuna? Na yule mwanamke huwa ananipigia simu mimi za kunitukana, kwani mimi nina makosa na yeye? Mwenye makosa si mume mwenyewe ndo amemuoa. Inakaa huko hata siku ngapi nyumbani anashindwa kurudi. Sasa hapo sijui ameoa kwa niaba gani, kwa sababu kama unapooa mke wa pili lazima uwe na uwezo. Sasa kama hauna uwezo na maana hajajipanga, hata baskeli ile hamna, kwa sababu hata baskeli singekuwa anatembea naye. Sasa kinachonikera zaidi kuonekana huyu mwanamke huwa ananipigia mimi simu na kunitukana. Ananitukana, yeye sijui ndo anajua mapenzi, yeye sijui ndo kufanyaje. Kwa hiyo mimi huwa namshangaa kwa sababu mimi sina kosa lolote na hata sijamtuma mume wangu akamuoe yeye. Kwa hiyo hapo kabisa inaonyesha kama mambo hayako sawa. Inawezekana kama alichokatarajia yeye tofauti na ilivyo. Jamani, wakiwa wadogo mnakuaga na heka. Mkishaingia kwenye majumba yako mnakuwa na mbwembwe mpaka umtafute mwenzio uanze na kumtukana kweli. Jamani, tumefikia hatua hiyo.